Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Rais wa Marekani Donald Trump amesema siku ya Ijumaa kuwa anafikiria kuizima operesheni ya kijeshi dhidi ya Iran na kwamba mlango bahari wa Hormuz unahitaji kulindwa na polisi wa nchi nyingine zinazotumia njia hiyo muhimu ya maji. Rais huyo wa Marekani wakati huu baada ya kuona hali inazidi kuwa ngumu ya ulimwengu kwa uchumi wa ulimwengu, lakini pia anavyotazama namna vita hivi vinavyogharimu fedha nyingi Marekani, amesema anawaza kuachana na mpango wa vita hivyo, lakini kwa masharti kwamba mlango bahari wa Hormuz unapaswa kuwa huru, na kwamba moja kati ya masharti ambayo anayaona wakati huu ni kwamba eneo hilo lilindwe na wanajeshi wa kutoka katika nchi nyingine na si Iran. Hofu yake ni kwamba Iran endapo itaulinda mlango huo bahari wa Hormuz ni kwamba huenda ikazuia meli nyingi zisipite katika eneo hilo, na kwamba ni bora eneo hilo lilindwe na nchi zingine lakini isiwe Iran. Hata hivyo, rais huyo wa Marekani amesema tunakaribia kufikia malengo yetu tunapofikiria kusitisha juhudi zetu kubwa za kijeshi katika Mashariki ya Kati kwa heshima na utawala wa kigaidi wa Iran. Trump aliandika kwenye jukwaa lake la Truth Social, mlango bahari wa Hormuz utalazimika kulindwa na kuwekwa polisi inapobidi, na mataifa mengine wanaotumia Marekani haitakuwepo, alisema rais huyo wa Marekani bwana Donald Trump. Tangu kuongezeka kwa mvutano wa kieneo, Marekani na Israel zimeanzisha mashambulizi ya pamoja dhidi ya Iran kuanzia Februari 28, mashambulizi ambayo yameripotiwa kuwa zaidi ya watu 1300 wakiwemo zaidi ya watoto 160 katika shule ya msingi ya wasichana. Iran imejibu kwa mashambulizi ya makombora na ndege zisizokuwa na rubani kulenga Israel na ile inachokisema ni mali zinazohusishwa na Marekani katika eneo zima, na hivyo kuzidisha mzozo huo. Hata hivyo, Marekani wakati huu baada ya kuona vita hivi vinazidi kuwa vibaya, imeona namna pekee ya kuweza kumaliza vita hivi ni kutafuta njia ya kuweza kufanya mazungumzo ya kuvimaliza vita hivi. Licha ya kwamba rais wa Marekani Donald Trump anaonekana ni mtu ambaye hataki kushindwa, lakini ametafuta njia ya kutaka kumaliza vita hivyo. Lakini jambo kubwa ambalo linatajwa wakati huu na rais huyo ni hali ya uchumi wa ulimwengu, hasa kutokana na kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz. Ndicho ambacho rais huyo wa Marekani anakitaka. Lakini kumbukwe kwamba katika siku za hivi karibuni viongozi wa Iran walisema kwamba hawawezi kuachana na mashambulizi dhidi ya Israel na Marekani ikiwa hakutakuwa na mazungumzo ya kina ya kumaliza moja kwa moja uhasama huo. Iran imesema haiwezi kuachana na vita hivyo isipokuwa ni kupatiwa uhakika na mataifa hayo kwamba hayatoishambulia tena, lakini waachane na mpango wao wa nyuklia. Hayo ni matakwa ya Iran ambayo bado yamekuwa ni magumu kwa Marekani na Israel. Mtazamaji wa The World News, hayo ndio ambayo tunayo kwa sasa, lakini pia moja kati ya jambo ambalo limetajwa na wachambuzi wa mambo ni kwamba Marekani haikuingia vitani kwa sababu tu ya kuilinda Israel, lakini pia kulinda maslahi yake. Kadhalika ni Marekani ambayo imeingia katika vita hivyo kwa ajili ya kulinda ushawishi wake dhidi ya Uchina. China inadaiwa kwamba imekuwa na maslahi makubwa nchini Iran, na ndilo taifa ambalo limekuwa likichukua mafuta kwa wingi katika eneo hilo la Mashariki ya Kati, karibia 50% ya mafuta, na hivyo kufunga kwa mlango bahari wa Hormuz, Marekani ilikuwa ikiona kwamba itakuwa ni faida kubwa, lakini pia kuharibu miundombinu ya nishati ya Iran. Marekani ilikuwa ikiona kwamba labda kungeifanya China kuyumba kiuchumi, lakini kimsingi vita hivi vinaiumbisha kiuchumi moja kwa moja Marekani, kwa sababu China pamoja na India wana maeneo mengi ya kupata mafuta ulimwenguni, ikiwa ni pamoja na mshirika wao wa kudumu Urusi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini ni kusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.